Estemilete Tetonga Kilambasi Tetonga Vadimu. Uwepo wangu kwako sijaje kwa shari wala kwa ubaya. Nimekuja tuyazungumze. Mimi sitaki ugomvi tena na wewe. Wewe umelizika kwa katika hiyo hali au unataka uwe kama mwenzako? Alafu wewe hujafa, yaani umechukuliwa tu kivuli chako. Mimi nitakusaidia ili uweze kuungana na familia yako, ila hivi kaka, una ratiba gani? Maana wiki zinazidi kwenda, halafu tu taarifa yoyote na hapo ulipo umiliki simu, yani wewe upo tu, tunawasiliana vipi sisi? Unajua maisha ya hapa da. Ukiachana tu na daa mzima. Huu mtaa wenyewe mzizima wenyewe. Ndio tunaongozwa kwa vibaka kuvunja madirisha, hata milango. Kwa hiyo tangu mimi wanibie kile kimeo changu, unaona issue ya simu nayo ni ngumu sana. Unajua kabisa kwenye msiba sisi hatujahudhuria. Basi hata kwenda kuliona tu ile kaburi. Hivi unahisi uko na kijiji sio wanatuchukuliaje? Tamba. Ukifikiria nani atakuchukulia vipi au watu watakuchukulia vipi? Wala ufanikiwi kwenye haya maisha. Kikubwa tuzidi tu kumomba Mungu. Tupambane tupate pesa. Na vipi kuhusu shemeji? Mimi shemeji yako kanipa 20,000 kama 20,000. Ila akaniambia nimsikilizie. Kwenye kiasi cha 20,000 wewe ulichokuwa nacho. Mimi na shilingi 40,000. Kwa wacha tu force na wewe zidi kumpa muda. Tukipata kwa pamoja tutachanga then tutaenda. Basi sawa, vipi Kilambasi? Kama unavyofahamu, Kilambasi mtoto wa kijijini. Ameshazoea asubuhi uko na jembe na shoka kwenda kulima, wengine kwenda kuchukua ile nini wanaita kuni sijui kule. Kwa hiyo uko ndani kalala hapo. Na vipi kuhusu shemeji siku hizi? Akupigi? Simuelewi, yani sasa hivi kidogo kapunguza. Hata ile nuru naiona ndani ya nyumba maana. Sio hata shavu kidogo linatoka toka. Hata mimi naona dada, shavu linatoka. Haya basi acha mimi niende. Karibu dadangu, kama unavyoona bana, nashindwa hata kukwambia bana ndani ingia ukapike au ufanyaje. Maisha yetu wenyewe tunajua ya ghetto. Kila siku moyo wake unavunjika akikuona na wengine. Wewe ni nani? Bila shaka wewe ndo Vasha. Jina langu umelijuaje? Jina lako nalisikia sana napokuwa na mzee Mlisho. Alafu na jina lako ndio kwenye mishipa yangu ya damu. Na kujua mwanzo mwisho na nayajua hata matatizo unayopitia. Lakini Kilambasi! Kilambasi! Big Blaza vipi?
Elections mwanangu. Vipi? Mbona bondeni tena mchai nini? Kuna ugeni mwana ulitokea chini hapo. Si unajua nikaenda kutia. Si unajua tena mambo pilika za mtu mweusi. Kwa vipi? Ametoka ni? Kawaida tu mwanangu. Vipi lakini? Sema Big Blazo nenda longe kwa kitichi kimoja. Ina mwanangu utajiri huu hapa kabisa unakuja rafiki yangu afu unaokalia kichau wangu. Kwa hiyo nitakunambia mwanangu ndavako wote unundako wote mwanangu naogopa kuwa kunguni kwa ajili ya harufu ya damu tu au sio? Oya mzee sikiliza wewe. Sio kila michongo unahitaji ile ifanyike pupa tu mwanangu. Yaani kuna vitu vingine umesikia. Tili tala, yani ile kimya. Unafeli wapi mdogo wangu? Sikia kila nikwambia kitu kimoja, muda umsubiri mtu mwanangu katika maisha haya. Sijui unaelewa, muda au msubiri mtu. Wewe unajua vizuri harakati zetu mwanangu, sisi tuna mishida kibao mwanangu, sisi tumezaliwa katika familia za maskini si hatuchekeshi. Wewe vipi mwanangu? Mara kwanza nimekufuata, siku nimekuelekeza pale tupo maskani, pale nimekuelekeza nige mchongo, umechukulia mchongo wa tamaa. Umekaza sijui shemeji yangu. Sasa unaona utaitai, mimi namfuata. Sana mtilia miziki naenda kumuelekeza kabisa. Pesa mimi nazitaka. Wewe vipi babu? Umenielewa nikwambie kitu? Yule mimi mwamu wangu. Au vipi bwana? Sasa wewe uko unakofika ndugu yangu, uko unakofika huko. Mimi nahisi mwanangu yani kuna jambo kidogo yani kuna jambo kidogo nalitafuta mdogo wangu yani. Akila, unajua nikwambia kitu kimoja kichau wangu. Unaona hii muziki unaonipangilia wewe. Hiyo yenyewe fresh tu mwanangu. Mabalaa kibao sisi tumekutana nao wenyewe unajua. Sasa nilipo hapo mimi nitaogopa balaa ndugu yangu. Hapo yenyewe fresh tu. Nikukumbushe kitu kimoja. Hivi nakumbuka mambo ya nani ule jamaa yule Mrisho. Mlinigia mchakato ni mwisho wa picha ikawa fyongo tu mtaani mtu anaanza kuzaulika mwisho wa picha dharau sio kwa sababu ya nini unakulupuka mdogo wangu. Tamaa. Njia inakufanya unakulupuka mdogo wangu ila sikiliza. Chochote kitakachomkuta ndugu yangu Vasha shemeji yangu chochote kitakachomkuta. Chochote kile. Yaani nataka kama mchakato anafanya mtu mwingine huko nini kaanga. Yaani hata nikimpata tatizo kwa mtu mwingine yani. Si unaona mchongo tu umeongea mimi na wewe hivi. Yaani mimi ndo nitakalojua kitu gani kimempata ndugu yangu kupitia mimi na wewe hivi. Wewe si ngumkumeza. Ngoja tu nitamkudambulia nyembe siku devila inakuaje si. Hizo. Kuna wanaocheka mchana usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Mzizima si mtaa wa kawaida. Kila mtu anaogopa lake la ndani. Mzizima tawa vituko na siri. Kila usiku ana hadithi. Bwana naona kama zala mentali kwa Kilambasi. Samahani dadangu kusimamisha hapa. Naitwa Kilambasi. Siji mwenzangu utakuwa unaitwa nani? Wewe jina langu mimi linakuhusu nini? Au nikikutajia sasa unapata faida gani? Ni midadamu sisi lakini kujuana pia ni lazima tukikutana barabarani kama hivi. Kwani kuna shida? Hebu tende kwenye point kaka yangu. Maana unanichelewesha. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Yaani sidhani kama kuna mwanaume ambaye mkipishana hivi atashindwa kukusimamisha na kuongea na wewe. Na pia mimi ni mwanaume ambaye niko single. Kwa sababu kijijini mimi nalima. Nina mashamba ya korosho, ya mahindi, hata kalanga pia. Kama ukinikubalia, shamba la kalanga nitakupatia. Liwe la kwako kabisa mrembo. Kumbe unakuja mwenzangu. Yaani nilivyokuona tu na muonekano wako na mindala yako chini. Kaka bure wewe. Unanifurahisha sana kaka yangu. Sio kila mtu unayemwona anapita barabarani, wewe unampalamia, utakuja kupalamia majini. Kijana Kilambasi anatoka kijijini. Ana ndoto kubwa, moyo wake ni safi. Lakini dunia imejaa majaribu. Kila kona kuna watu wanapima tabia. Kuna wanaocheka mchana usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Mimi si nimeambiwa umelala wewe.
Nilimwambia Vasha nimepumzika, ila nikatoka bali kuja kushangaa jiji kidogo. Haile mwenzako anajua upo ndani. Tuachane na hayo. Vipi wanakijua alikupigia simu inahusiana na kitu chochote labda mwaya? Hamna, hawajanipigia. Hata hivyo simu yangu yenyewe inasumbua sana chaji. Tamba nimekumbuka. Pale tunapokaa pana mazingaombwe sana. Sijajua Vasha anaishi vipi pale. Kivipi yani? Kuhusu huyu mzee, yana mambo ya maajabu ajabu sana. Mara usiku anitokee, mara nione kama namwagiwa unga. Ila Vasha je kukutana na hii hali. Sasa, ilishoisha kumwambia Kavasha, hao ndio umeamua tukaa nalo kimya na wewe. Ndio nilisha kumwambia, lakini akaniambia nisiogope. Sababu ni mambo ya kawaida. Ila ni kweli bwana, yule mzee ana mambo ya ajabu sana. Usimuogope, la kikubwa tu ishi naye kwa akili. Sawa, ila ni ngumu. Hamna bana. Ulikuwa unaenda wapi sasa? Nilikuwa naenda nyumbani sasa. Tunzo ukakuona nyumbani. Maana upajui hata dadako ninapokaa. Dada nitakuja siku nyingine usijali. Hamna kilambasi bana. Yaani una wiki sasa tangu ingia kwenye hili jiji. Utaki hata kujua dadako ninapokaa. Twende unapaona tu alafu narudi. Jamani dada naye. Sawa twende, lakini sitokaa sana kwa sababu isije kuwa Vasha ataka kwenda kazini. Kuna wanaocheka mchana, usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Mzizima si mtaa wa kawaida, kila mtu anaogopa lake la ndani. Nimekuita hapa, kuna jambo nahitaji unisaidie. Maana naelekea kushindwa kwenye vita yangu. Mbona wewe kushindwa vita yoyote ile? Iweje vita hii ya kwako na inakushinda? Jamani, mbona wewe tu unashindwa kwenye vita vingi tu? Lakini mimi hiki tu nahitaji unisaidie. Okay, sema na kusikiliza. Kuna mzee anaitwa Mzee Mrisho. Amenifichia mtu wangu wa muhimu sana. Na huyo mtu bado na kazi naye. Kwa hiyo nataka tufanye nini? Nahitaji tumuue Mzee Mrisho. Okay, sawa. Nimekuelewa. Anaogopa moyo wake unaumia. Kila picha ya ndoto bado inamfuata. Anaomba Mungu alinde maisha, bago asije akapotea kwenye dunia. Karibu kaka, maana hapa kuishi dadako. Asante. Mimi sikusindikizi. Yaani natamani nimekupitisha njia nyepesi sana nayo naikumbuka. Hapa nyumbani shemeji yako sio na yupo. Akirudi hapa asivonikuta. Namjua mwenyewe. Usijali. Kwa kuwa hapa nishapajua, nitakuwa nakuja sana. Oya maboi. Yaani nikukutazama sio vipi? Nikisema kama yeye muokota chupa, mtakopo yani bado sijazilizisha kwa sababu ya nini unajua? Nikitazama mkono wako wa kulia na kushoto sioni dalili yote ya kiroba. Na kama wewe unazoa takataka sio. Hapa kuna manispaa yani. Kila mwisho wa mwezi wanakuja kuchukua hela yani hapa takataka yani. Oya wewe malaya. Yaani umefikia hatua sasa hivi yani unaniletea wanaume ndani kwangu yani. Mimi natoka hapa naenda kuhangaika na panganyika huko au vipi? Ujui mitihani gani ambayo mimi nanikuta sio vipi? Misikosiko gani naonikuta? Alafu wewe unaniletea dudu na kuja kung'ata ndani kwangu. Si ndo maana yake? Hapana mume wangu la sio hivyo. Kelele kipele. Inamaanisha nini? Yaani kwamba yani kisha kujua kila kitu yani hapo. Si ndo maana yake umevaa dela nini? Lakini yani mambo ya ndani yote kashajua yani msemo mwenzangu yani kila kitu si ndo maana yake? Hamna kaka, hakuna kitu chochote ambacho kimeendelea. Oya maboi. Wewe kipele, kaa nyuma speaker sikilizia midundo, umesikia wewe? Yaani wewe malaya sasa nikwambie kitu sasa mimi naanza na wewe. Kaka. Kaka. Unataka kumkia nini? Ftika! Ftika! Kuna wanaocheka mchana, usiku wananyamaza. Unajua kakako Nduza sijamuona. Na wiki ya pili sijamuona. Mama. Kaka Nduza ni mtu mzima sasa. So kila shida inayotokea na mke wake basi aje nyumbani akwambie wewe. Mengine anamaliza yeye mwenyewe kama mtoto wa kiume. Lakini wewe hujali matatizo ya kaka yako Rumi. Shida ana kaka Nduza.
Shida anayo yule mwanamke mnomchagulia. Mwanamke hata eleweki. Hivi mnadhani matatizo yatoisha nyumbani? We koma we. Yule ndo chaguo lake mwenyewe alilolipenda, na mimi mzazi wake ndo nimempenda. Atabaki kuwa mkewe tu. Lakini mama nini? Wewe mbona hujawahi kuolewa? Wanaume unachagua tu kuvijiweni. Mbona hujawahi kuolewa hapa? Mbona sijawahi kuona hata siku moja unamleta mchumba hapa kusema mama huyu ndio chaguo langu? Basi tule. Sio tule. Hata siku moja na yeye umlete hata mfuta bangi na yeye. Sio kazi ya kumsema wifi yako tu. Kwa nini wivuke kuwa silaha? Kama kuna mwanga uje sasa. Kama kuna msaada. Rumi mwanangu, safari ya wapi? Maana mpaka sasa vyombo hujaosha na hata bali ya usafi una. Mama jamani, hebu nipunguzie mzigo wa lawama. Wewe unashindwa kuosha? Tangia asubuhi mfanya kazi gani? Ndio maana kaka yako anakubondaga. Haya, nenda kuku kwa kienyeji. Alimfundisha mema, njia ya haki, lakini na Rumi akachagua jeri na dhararu. Kila neno la mama kwake ni kelele, hasikii tena, moyo wake mgumu kama. Nakumbuka unatakiwa kurudi kwenye familia yenu kama ahadi yetu. Ila kufika kwa yule sio kirahisi. Nahitaji kupewa nguvu za ziada na macho ya kuona, sababu kafichwa kwa nguvu za giza ambazo huwezi kuona kirahisi kama una macho ya nyama. Kwa nini wivu geuke kuwa silaha? Kama kuna mwanga uje sasa.